Ya AFCON kama unavyotambua ina utaratibu wake, ina mipango ambayo ilishawekwa, lakini haizuii sisi Singida kufanikiwa nje ya mipango ile iliyowekwa, na sisi tumelitambua hilo. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea kujipanga ili angalau kipindi kile cha mapumziko watu wanakuja Singida kula kuku, hiyo nayo ni faraja. Kwa hiyo tumejipanga AFCON na sisi na Singida tumo, na sisi tumejipanga zaidi kwenye huduma kuhakikisha kwamba watacheza, wataweka kambi, lakini mazoezi twende tukafanye Singida, kuku twende tukale Singida. Kwa hiyo na hilo nalo tumelibeba kama fursa, kwa sababu hapa na Dodoma ni karibu sana, na tutatangaza kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba katika maeneo ambayo hizo timu na wale washangiliaji wanaokuja, maeneo ya kupumzika mojawapo pia ni sisi Singida. Sisi tumejipanga kwanza kuimarisha viwanja. Tayari tuna Airtel pale, Bombardia hiyo inaenda kubadilika, haitakuwa hivyo ilivyo. Liti inaenda kubadilika, haitakuwa hivyo. Iramba kule kuna kiwanja kinaenda kubadilika, hakitakuwa hivyo. Tumekubaliana Manyoni kiwanja kile cha mazoezi na chenyewe kibadilike, ili wanapokuja wanasema tusikae tu bure na mazoezi tufanye. Lakini sasa hivi ukizunguka katika mji wetu huu, wale ambao walianza kuwekeza mahoteli afu wakayatelekeza, wote sasa hivi wanamalizia. Kwa maana nini? Kuja ku accommodate watu watakaotaka kuja kukaa na kuenjoy. Kwa hiyo tunatengeneza pia na mazingira ya burudani, lakini pia tutakuwa na mambo mengine ya katikati hapa, siku za tamaduni, siku za nini, ili amshamsha iwepo kweli watu watamani kuja huku Singida. Kwa hiyo tunajipanga kadri Mwenyezi Mungu atakapotusaidia, tutakapofika na sisi angalau kale kamkate tukale kidogo. Mimi kwa kumalizia niseme kwamba kwanza nawashukuru sana kwa kuja leo. TBC mko hapa, sisi ni viongozi, tunaongoza watu, na wakati mwingine kiongozi unaposema unawatia watu moyo na nguvu ya kufanya. Lakini kubwa nachotaka kuambia, maisha ni juhudi, maisha ni kupambana. Mafanikio sio lele mama umekaa mezani kwa kuota tu ndoto yatakuja. Mafanikio lazima ujitoe na kupambana, lakini katika kujitoa kwako unaangazia zile fursa ambazo zinakuhusu uweze kuzitumia vizuri ili uweze kufanikiwa. Na mafanikio au maendeleo hata kuletea mtu kama wewe mwenyewe hauyaishi, wewe ndio uwe chanzo na mchokozi wa mafanikio yako. Lakini kubwa kwa wana Singida, ndugu zangu, mimi niko nao katika kipindi chote ambacho niko Singida na nitakachoendelea kwa mkoa wa Singida. Mimi niwaahidi tu uongozi ulio bora, uongozi ambao unajali maslahi mapana ya wananchi, lakini ushirikiano mkubwa sana katika kuhakikisha tunakabiliana na changamoto ambazo jamii zetu zinakabiliana nazo. Shukrani sana. Yeah.